hata kama kuna nyumba ama huo mtaa kuna wezi, ukisoma Bismillahirrahmanirrahim hutoibiwa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wapenzi watazamaji wa Jawabu TV, karibuni sana. Hakika leo ni siku nzuri sana na tumerudi tena hapa kumtembelea mwalimu wetu Sultan Sheikh Sharif. Kikubwa zaidi ni kwa ajili ya kupata muendelezo wa madarasa ambayo mara kwa mara huwa mnahitaji, na leo tupo naye tena hapa. Cha kuwasihi tu ni kwamba endeleeni kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Hakika tutajifunza mengi sana, lakini kabla tujaendelea, naomba kwanza nimsalimie kwa sababu anasema salamu inafungua na kuongeza mengi sana. Mwalimu. Naam. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Ndio. Vipi maendeleo? Alhamdulillah, salama, namshukuru Mungu. Tuko tunaendelea vizuri. Kila kitu kipo sehemu yake. Mwenyezi Mungu amekijalia kila kitu kipo anapotaka kiwepo. Okay. Aiywa. Mashaallah, ni siku nyingine nzuri. Naam. Kupitia Jawabu TV. Watazamaji wetu bado wanatamani kusikia mengi sana kutoka kwako. Naam. Na hivyo bila kupita sehemu nyingi, naomba nikukaribishe moja kwa moja. Utuambie katika siku ya leo umetuandalia darasa gani katika kujifunza zaidi? Nashukuru sana Januari. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa ba'd. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu ametujalia, ametuwezesha, tumeweza tena kukutana tena katika muendelezo wa madarasa yetu mbalimbali yanayohusu ulimwengu wa kiroho. Na madarasa haya yamekuwa ni madarasa muhimu sana 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 sana, kwa sababu yanatufungua vitu vingi sana, na tumuombe Mwenyezi Mungu ajalie yatufungue zaidi na zaidi. Kwa hivyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hili. Nimeona hili leo, ama nimeonelea nilizungumzie hili leo. Bismillahirrahmanirrahim. Hilo ndo leo nimekusudia kuja kulizungumza. Bismillahirrahmanirrahim. Tutaizungumzia leo aya hii. Sa bismillah ni aya hii. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Leo tutawekea hapo nanga. Tuanze kuangalia faida za hili neno. Ndugu zangu, hili ni neno ambalo mashuhuri sana linafahamika, lakini limefahamika kwa sababu huwezi ukaisoma Qur'ani alafu ukaacha kusema Bismillahirrahmanirrahim. Kila sura utakayoifungua katika Qur'ani ina Bismillahirrahmanirrahim, kasoro sura moja tu ndio haina Bismillahirrahmanirrahim. Lakini sura zote katika Qur'ani zilizobaki zina Bismillahirrahmanirrahim. Kwa hivyo ni neno ambalo kila mtu anaweza akalisema na tumelizoea mdomoni mwetu, lakini lina siri kubwa sana mno. Bismillahirrahmanirrahim. Mwenyezi Mungu alimuuliza hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alimuuliza hivi, unajua kilichomfanya Musa akaweza kuigawanyisha bahari ni kitu gani? Akamuuliza tena, unafahamu kilichokuwa kinamfanya Yesu Isa anaweza kuponyesha vipofu na kufufua wafu, watu waliokufa, ni kitu gani? Akamuuliza tena, unakijua tulichokijalia katika moto mpaka ukawa baridi na salama? Katika Qur'ani Mungu anasema, ya naru kuni bardan wa salama alayka. Moto kuwa baridi na salama kwa Ibrahim. Sasa kuna kitu kilijaliwa ndani ya moto mpaka moto kwa baridi na salama.
Mungu anamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unakijua ni kitu gani? Mungu akamuuliza tena, unajua wewe kilichofanya safina la Nuhu likaweza kusurvive katika maji yenye mawimbi makali ni kitu gani? Ala wa hiya bismillahir rahmanir rahim. Sio ala yako ile. Hii ni ala wa hiya bismillahir rahmanir rahim. Sawa, jua hiyo ni bismillahi rahman. Hawa wote wameyafanya yote hayo kupitia bismillahi rahman, kwa kutumia neno hili. Haya yote wameyafanya. Sasa Mtume anaambiwa na Mwenyezi Mungu juu ya bismillahir rahmanir rahim kwa sababu maalum. Baada ya hapo akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi nakupa hii bismillahir rahmanir rahim kwa ajili ya umma wako, na mimi nakupa wewe hii. Hapo ndo bismillahir rahmanir rahim inashuka. Mtume ndo anajuzwa. Wewe unajua kilichomfanya Isa akawa anafufua wafu kitu gani? Mtume anasema sijui. Umeelewa? Akamueleza ndio, sasa nikupe siri. Ni bismillahir rahmanir rahim. Nabi Adam alayhi salam alipokosea, sawa, alipomkosea Mwenyezi Mungu alitubia kupitia Mtume Muhammad. Aliposhushwa duniani kuna neno alikuwa akilisema kila siku, na ndio ulikuwa uradi wake mkubwa. Alikuwa akisema bismillahir rahmanir rahim. Aliposamehewa akawa anadumu na istighfari kupitia hili bismillah mpaka Mungu akamhurumia. Hayo yote Mungu anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waitumie hii bismillahir rahmanir rahim kwa lolote lao, mimi nitawapokea. Katika aya zenye siri na burhani kubwa ni hii. Nabii Suleiman bin Daud alayhi salamu alikuwa akiamuru majeshi ya majini, upepo, alikuwa akiwaamuru wanyama na kila kitu. Lakini iliulizwa swali moja, hivi kile kito cha Nabii Suleiman bin Daud alayhi salam kilichokuwa kina uwezo na haya mambo yote kilikuwa kina nini? Kilikuwa kina bismillahir rahmanir rahim. Bas. Umeona yale mambo ya Nabii Suleiman yote yale? Ni hili neno li bismillahir rahmanir rahim. Qur'ani iposema innahu min Suleiman wa innahum bismillahir rahmanir rahim. Alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Ukiitumia hii bismillahir rahmanir rahim, Mungu atakufanyia chochote. Na mwenye kudumu na hili neno mara 3381 ulimi wake ukarutubika kwa kulisema hilo jina bismillahir rahmanir rahim kila siku, basi Mwenyezi Mungu anamsahilishia kila analolitaka. Kila unachokitaka utajikuta unakipata, mpaka utajishangaa, utajiogopa. Hiki utakipata, hiki utakipata. Yaani kile unachokifikiria, unachokitaka unakipata. Na wengine wakasema, wakaenda mbele wakasema ataishi mtu huyo kana kwamba anaishi peponi, kwa kule kupata kila anachokitaka. Lakini adumu nalo jina hili kwa muda ambao usiopungua siku 40 kwa kutokuacha. Kama atakuja kuacha siku moja labda kaacha leo, labda kasahau akafanya kesho, zikivuka siku 40, ila atimize lazima siku 40. Alafu sasa hapo ndo anaweza kafululiza, akapata dharura siku moja, akapumzika, akaendelea hivyo. Ataishi katika ulimwengu atakavyo yeye. Watamtii wafalme, watamtii wanyama, watamhurumia wanyama, na yeye mtu huyo atakuwa na huruma. Ataweza kuishi na kila mtu, na kila mtu atampenda. Mwenye kurutubisha ulimi wake kwa siku akalisema ili jina bismillahir rahmanir rahim mara 3381
81. Basi Mungu atamsahilishia kila anachokiona. Wanasema hatogongwa na nyoka mtu huyo, hatong'atwa na simba mtu huyo, hatong'atwa na mamba mtu huyo, hatong'atwa na mdudu yoyote. Na ikitokea nikatokea, basi kuna kosa kalifanya. Okay. Na katika usomaji wakati unaanza kuna siku 40 za mwanzo. Kwa mfano kwa siku ile 3381. Inabidi uzisome zote kwa pamoja au unaweza ukaamka asubuhi unapiga zako 100, baadaye ukapiga zako yani katika au zile unazisoma zote kwa pamoja. Okay. Wataalamu wanasema kwa pamoja. Sawa unakaa kitako kimoja unaisoma muda wote. Lakini hata mtu kaisoma kwamba tangu asubuhi bismillahirrahmanirrahim 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 bismillahirrahmanirrahim, ila kwa namna ilivyokuja kwamba mtu anakaa kitako kimoja na isoma hiyo. Haya, sasa hiyo ni faida kubwa sana. Bismillah. Sasa nakupa hili jambo lingine la pili, mwenye kuisoma bismillahirrahmanirrahim mara 1000 na la ilaha illa Allah mara 1000 usiku mmoja, mtu huyo hatodhuriwa na chochote katika usiku huo, iwe ni majini au ni binadamu. Hata kama kuna nyumba ama huo mtaa kuna wezi, ukisoma bismillahirrahmanirrahim mara 1000 na la ilaha illa Allah mara 1000 hutoibiwa. Labda usahau. Haya, sawa. Sasa ukisoma mara moja au kila siku inabidi usome hiyo idadi? Sasa kila siku inabidi usome. Okay. Kila siku atakana uisome hiyo. Mwenye kuisoma bismillahirrahmanirrahim sawa mara 1000 na la ilaha illa Allah mara 1000 kila siku akasoma hivyo, mtu huyo usiku huo ambao ameisoma hiyo hatodhurika na chochote mpaka kesho muda kama huo. Mwenyezi Mungu atakuamanisha, utakuwa wewe ni amani usiku huo, hakuna kitakachokudhuru. Mwenye kukinyoshia kidole kitu akakisomea bismillahirrahmanirrahim mara 17 hicho kitu kitaptii. Kitafanya anavyotaka, ila yule mtu asikione kile kidole. Okay. Kwa hiyo kibane unavyojua wewe. Vijana wa D2 hapa. Kwa hiyo ikiwezekanika wewe kakaa pahali ukimwona yule nyoshe kidole. Afu mfuate. Bali nimekuja nikukope bwana. Sitakana milioni 200 na biashara tulipili. Wallahi hilo sio la maskhara hilo. Hilo hivi nyosha kidole kama kuna mtu unahitaji ama unataka utiiwe. Isome bismillahirrahmanirrahim mara 17. Nyosha kile kitu kidole hivi. Alafu isome ile. Basi yule mtu kama ni mtu atakutii. Kama ni mnyama atakutii. Sawa? Kama ni mti hauzai utazaa. Nyoshe kidole. Alafu soma bismillah mara 17 tu. Kisha kaa subiri. Hata kama kuna mgonjwa hivi anaveuka na mashaitani, nyoshe kidole msome bismillah mara 17 au mwekee hapa kidole hivi. Nenda kamgusishe kidole cha shahada. Alafu msomee sasa hapo msomee Kursi 1 na bismillah mara 17. Alafu kimaliza toa kidole mpulize hapa. Yule shaitani lazima aondoke. Muda huo lazima aondoke. Au ukachukua zile sindano za kuchonea kofia zile. Sawa? Au ukachukua mwiba wa nungunungu. Ukachuchumaa au ukasimama. Lakini sana nasema ni bora ukachuchumaa. Ila tuseme mtu tuhukume umesimama kwenye kimvuli, ukachukua ile mwiba wa nungunungu ukaandika bismillahirrahmanirrahim mara 17. Alafu kule kwenye ncha kule, hii ndio ncha kumshoni, ukaandika Allahu yashfini. Sawa? Alafu kama ni hapa unachoma pale katika
kile kimvuli. Ukiwa unachoma unatakiwa udidimize ule mwiba wote. Sasa wakati unachoma unaingiza mwiba nungunungu ile au ile sindano ile ya kuna masindano fulani hivi marefu ya kushonea kofia yale. Unaingiza, ukiwa unaingiza unasema ile bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim mara ile 17. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim mpaka ule mwiba wote ule unaisha. Sasa pale yale maradhi ndio unayazikia pale. Ukitoka pale wewe, lakini ule mwiba sharti pale usitolewe, ubaki pale pale. Ukichomolewa pale amechomoka. Tunaweza kaenda shamba huko. Sasa ile ilikuwa ikifanywa hivi na hii mpaka leo hipo. Watu wanatoka wanaenda mbali sana. Alafu akishafika kule ndo anafanyiwa hiyo. Okay. Sawa anafanyiwa ile bismillahirrahmanirrahim, ule mwiba unachomwa mpaka chini. Mnaondoka sehemu ambayo mtu hawezi tena kurudi na kufika na kufanya tena ya kwake. Okay. Umeelewa vizuri Kuna kitu hapo nimekipata. Kuna muda mwingine watu wanajiuliza, ulikuwa labda una majini, umefanyiwa kama hivyo, mtu amekusomea, wameondoka. Sasa je, katika hii bismillah, unaweza ukaitumia pia ikiwa ameondoka, mtu akitaka kukurudishia wasirudi, yani ujikinge wewe mwenyewe kama ni mchawi au ni majini kupitia hii bismillah. Si washaondoka, lakini unaweza kukuta anaondoka baada ya muda anataka kurudi. Soma bismillah mara 1000 na la ilaha illallah mara 1000. Okay. Soma hivyo mara 1000. Hawatorudi mashaitani. Dumu nayo hiyo Mashaitani hawezi wakakudhuru hata mara moja. Lakini pia mwili unaokoga bismillahirrahmanirrahim. Watu wawe na mtindo na kawaida ya kuoga bismillah. Andika bismillahirrahmanirrahim idadi yako. Bora sana mara 113. Andika katika karatasi, koga. Mara kwa mara oga bismillah. Mara kwa mara kunywa bismillah. Basi wewe kama una mambo ya miaka mingi ataondoka. Kama umeenda umelikuwa jambo ukiwa na mtindo huo basi limeondoka. Sio kama umefanywa uchawi. Na mtu unapoishi kwamba leo na kitu kibaya nimekivaa, usilale usiku huo ukiwa haujafanyiwa au hujafanya kitu. Yaani ukishajiona kwamba mbona mimi kama leo nimekikumba kitu? Basi usilale usiku huo. Andika hata bismillahirrahmanirrahim mara 17. Sawa alafu yasomee majalo uloandika mara 17. Ile karatasi umetia ile nanino karatasi katika kile kigrasi labda. Alafu unasomea mara 17 kisha unakunywa. Basi kama kuna jambo lolote lile linaondoka katika mwili wako. Okay. Alafu mbali na hivyo bismillahirrahmanirrahim kwa mtu anayesumbuliwa na mifupa, bismillahirrahmanirrahim ni tiba kubwa sana. Mtu unachokifanya unachukua kongolo za ng'ombe. Unaandika bismillahirrahmanirrahim kwa herufi moja moja, lakini ili si kongolo unaandika kwa kuzunguruka hivi. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa ile moja ukiandika hapa inayofuata na mkono, yani kama zinapishana au zote unaziunganisha. Yani hii si moja unaandika hapa mpaka inakutana ilipoanzia. Sawa na hivyo unaandika hivyo katika ile kongolo mpaka chini. Ukishamaliza unaweka pale unapoumwa. Kama ni hapa unaligusanisha na pale unapoumwa. Ila ni mifupa. Kama ni mkono unagusanisha mkono. Na kama ni mkono upate ile kongolo la mkono wa ng'ombe. Kama ni mguu kongolo la mguu wa ng'ombe. Kama ni hiki upate hiki cha mguu wa ng'ombe. Kama ni mbavu upate mbavu za mguu wa ng'ombe. Sawa ukisha unagusanisha pale. Kama ni huu upate hii ya mguu wa ng'ombe. Ukishagusanisha unamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jamani, hizi ni tiba si ushirikina. Kuna watu wasema haya hayafai ni ushirikina. Hapana. Haya mambo yamethibiti, yapo. Si ushirikina huu. Watu wafanye, na elimu hizi zimepotezwa kwa hivi ushirikina. Wazee wetu wakaogopa kusema kwamba ushirikina. Kila anachosema sio ushirikina. Kila anachosema bwana ushirikina. Wazee wakakaa kimya na vitu, na elimu zimeondoshwa hivyo kwa kutukanwa. Haifai yule haifai. Elimu ndio hivyo zikaenda zao. Watu wakabaki na vitu vyao kimya. Hivyo nadhani hapa tunayosema leo hivi tunayosema hivi haya leo hivi leo yamefichwa haya.
watu hawayasemi, wamebaki nayo kuogopa ile yule mshirikina yule mganga yule afai yule. Lakini haya kipindi hicho zilikuwa ni ilmu ambazo ziko wazi, ila leo zimefichwa. Sawa. Nini sababu watu wanasukumizia kwenye ushirikina? Hii si shiriki bwana. Shiriki gani hii bwana? Sawa. Kwa mtu unaandika hile, ukimaliza unaenda unachemsha. Sawa? Ilikuwa kuna kugusanisha. Unagusanisha, alafu unamuomba Mwenyezi Mungu yale maradhi ambayo uliokuwa nayo katika ule mguu wako, Mwenyezi Mungu ayaondoshe kwa siri ya Bismillahirrahmanirrahim. Maneno hayo tu. Kwa siri ya Bismillahirrahmanirrahim unaenda unauchemsha ule muundi. Ukishauchemsha ule muundi, yale maji unaweka pembeni, kisha ule unauchukua na usaga. Sawa? Ukishausaga ule, wanasema unauchanganya na mafuta ya samri, alafu unakuwa unapaka na ile supu yake unakunywa. Ukichanganya mafuta ya samri, basi pale ambapo kama ni mfupa unakuuma, ule mfupa unaenda unakaza. Sawa? Kuna watu wana maradhi hayo ya mifupa, basi mtu akitumia hiyo mfupa unaenda unakaza kweli kweli. Au mtu mwingine hana nguvu, mlegevu, akifanya hiyo anakakamaa, anakaa kisawasawa. Sawa? Okay. Hiyo Bismillahirrahmanirrahim. Lakini kwa kuimalizia, miongoni mwa faida zake Bismillahirrahmanirrahim, ukiyasomea maji kila siku mara 100 kwa muda wa siku 3. Kila siku unasoma mara 100. Alafu ukishamaliza kuyasoma unayapuliza maji, unayafunga yale. Unapuliza mara ngapi? Mara 1 tu. Na kuyapuliza kwake unayaweka hapa mdomoni, sawa? Unafunga. Kabla upepo hujarudi tena. Unafunga. Unaiweka ile chupa. Kama unavyojaza puto. Kesho tena unafanya tena hivyo hivyo, unafunga. Kesho kutwa hivyo hivyo unafanya tena hivyo, na katika kuisoma unaiweka ile chupa ile mdomoni. Kabisa, alafu unaisomea. Hapo ikiwa bado hujaifungua sasa. Ushaifungua sasa ndio unaisomea. Ndio chupa ya maji, kwa maana ule mdomo unaugusisha na mdomo wako, sio unaeka mbali. Ukae kabisa hivi. Alafu unasomea mara ngapi? Mara 100. Kwa muda wa siku ngapi? 3. Kwa muda wa siku 3. Mtu atakayefanya hivyo, alafu yale maji baada ya siku 3, na ukishamaliza kufanya vile unachikicha hivi. Baada ya siku 3 sasa, maana yake siku ya 4. Ukachukua yale maji, alafu ukaanza kuyatumia wewe kwa kunywa kwa haja yako yoyote ile uliokuwa nayo. Hiyo unaitumia kwa kitu chochote unachokitaka. Na ya maji mtakiwa utumie pole pole. Kwamba unataka kwenda kwa mtu, sawa, unachukua yale maji, unatawakali kwa Mwenyezi Mungu na paka. Lakini sisi tulipokezwa ile, ukishafanya vile unaweka kwenye chombo cha udongo. Chombo cha udongo au kwenye chombo, sana ni chombo cha udongo. Yaani chombo cha udongo manake sana huwa ni chungu au mtungi. Sawa? Chungu au mtungi. Unaweka mule yale maji, unahifadhi mule. Alafu sasa unapotaka kwenda kwenye jambo lako lolote, unachukua yale, wewe unakunywa au unajipaka au unafanya chochote unachokitaka. Unaenda zako. Wageni wanakuja au mtoto wako anataka kuondoka au anataka aende salama, unachukua yale maji unamwagia. Labda nguo zako, unachukua nguo kwenye kufua unazifulia ile. Sawa. Uwanjani kwako unachukua unamwenda unamwagia. Shekhe, utanawirika kweli kweli. Na mtu atakayefanya hivyo, shekhe, tanawirika sana. Watu wataipenda mpaka nguo yako. Ile nguo yako ile watu wataitaka. Na kama ni mtoto ukao unamwogesha, hiyo atapendwa mpaka. Umeelewa vizuri na kama labda ni tuseme chochote kile mtu anachokitaka, Allah tu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, basi utakipata kupitia hiyo Bismillahirrahmanirrahim. Kwa leo kwa uchache sana leo, pamoja na kwamba nimechoka, lakini faida za Bismillahirrahmanirrahim. Kuna swali lingine pale kwenye kupuliza. Ukiwa unapuliza mara ya kwanza, inabidi upulizie then ufunge. Kesho yake unakuja unafungua tena, unapuliza. Kwa hiyo maana yake si kwamba mshakuelewa Januari kumradhi.
Si kwamba ukifungua basi ndio vitu vinaondoka. Ukafungua, ukaweka, ukapuliza, ukafunga. Kesho yake hivyo hivyo ukafunga. Basi. Okay. Si lazima sasa timing. Pap. Pap. Vitu vinaondoka bwana. Hapana. Ina siri kubwa sana hiyo. No, ina siri kubwa sana. Kwa watu waifanye hiyo, Mwenyezi Mungu atajalia khair, watu watafunguka. Mwenyezi Mungu atufungue zaidi na zaidi inshallah. Naam bwana. Naona hapo mimi kwa faida za bismillah leo kwa ufupi ni hizi. Lakini Mwenyezi Mungu akitujalia tutakuja kulizungumza tena, Mungu akituwafikisha hili kwa kirefu zaidi. Okay. Naam, mpenzi watazamaji wa Jawabu TV, mpaka kufikia hapo tumefika mwisho wa darasa hili hapa, lakini pia niwakumbushe tu kwa ndugu jamaa na marafiki ambao bado hawajasubscribe hapa, basi wa subscribe, lakini pia wale ambao wanatamani pia kuwafikishia watu wengine wanaweza kuchukua hapo kwa kutumia, jambo linakuwa vizuri sana. Hii ni Jawabu TV, mimi naitwa Januari, nyuma ya kamera ni Chuda. See you until next time. Lakini yote kwa yote tunasema Jawabu TV, mfumbuzi wa mambo ya kiroho. Naam, shukrani bwana. Asante sana. Asante sana.